Hello madam, habari? Safi za leo. Salama madam, mkaje? Salama. Karibu, unazungumza na Akila kutoka Dada Center hapa. Tumewapigia kwa ajili ya kuwasalimia, kuwajulia hali. Dada amemaliza wiki 3. Mnaendeleaje na dada? Bana tatizo kwa dada mimi. Okay, hujaona tatizo lolote? Sijana ni changamoto ya kusema eti niwaambie. Bado tunasikilizana, pika hivi naenda hivyo, usafi hivi nafanya. Na watoto walikuwa likizo wamefika jana. Okay. Tunapokea vizuri. Sijaona kwamba kuna kitu chake cha kunani cha kunikera bado. Okay. Na nidhamu yake unaona ni nzuri, kama akiwa amekosea sehemu ukamrekebisha, uone kama ni mtu ambaye anakuwa na makasiriko labda, ama asikilizi maelekezo yako? Ukimwelekeza kitu anaitikia. Anasikia na lazima akusindikize na neno samahani. Kumpa kitu anashukuru, atanapiga mpaka goti jamani. Okay, jamani. Alikuja ana masweta, nikamtafutia masweta 2, ameshukuru mpaka kwa kupiga goti. Jamani. Nikamwambia mwezi huu hauna mshahara, unaenda kambini. Utachukua hii hela kidogo kwa ajili ya pedi au mafuta kidogo, akashukuru. Kamnunulia mafuta, akapiga magoti chini akashukuru. Kwa mimi binafsi mambo kama hayo naona kama mtu anajielewa. Kwa hiyo kuna baya, nikamwambia kwamba jamani nisaidieni hichi kidogo akiko sawa. Ni kweli. Okay, sawa madam, basi sisi tunashukuru. Ni mtu ambaye hata anasikiliza mlivyomwelekeza kwa mfano. Yaani kama hujamwambia pika hiki hawezi, lazima kuulize nipike nini madam. Kwa hiyo baada mpaka sasa hivi kwa kweli kusema kweli Mwenyezi sijaona kibaya chake, na ningewaambia ndio kujenga huko. Kabisa. Lakini sijaona. Okay, tunashukuru sana madam. Sisi tunakutakia kuendelea kufurahia huduma. Kama ukiona kuna issue yoyote, basi utatuambia tuweze kuongea naye, lakini so far naona anajitahidi. Nitawaambia kabisa tasita kwa ajili ya ubaya hivi mumshauri. Ni kweli. Na ndio maana na sisi pia tunakuwa tunafanya hivi, tunapiga hizi simu sio tu kwa sababu tunataka tukutane na makosa. Tunatamani tu kama kuna vitu vya kumrekebisha sehemu au kumkumbusha, basi tunafanya hivyo. Nini kunyari ya binadamu na nilivyokaa na wadada. Bado sijaona kama ni tatizo kwa kweli. Okay. Nidhamu yake ni nzuri. Yaani alipokuja kwa vile. Hakuna kitu badilika. Akibadilika nitasema kwamba jamani hiki hapa kiko vizuri, nisaidie kumshauri. Sawa madam, asante sana. Haya madam, nikutakia siku njema na majukumu mema madam. Haya, asante. Asante sana. Hello, habari? Nzuri. Unaongea na Akila kutoka Dada Center. Unaendeleaje na kazi? Naendelea vizuri. Umemaliza wiki 3, karibu mwezi. Hongera. Hongera kati bado sana. Hamna, mwezi wa kwanza ndio mwezi wa kuanza kuzoea mazingira. Yaani ndio mwezi ambao unakuwa mgeni zaidi. Uko mbele inakuwa ni rahisi kusonga mbele. Mtu akishaweza huu mwezi wa kwanza vizuri na nikapata mimi mrejesho wa utendaji wako wa kazi na nidhamu kuwa ni nzuri kwa mwezi wa kwanza, uwezekano wa kumaliza vizuri ni mkubwa. Amina. Kwa hiyo nimeongea na madam hapa, amesema kwa kweli unajitahidi, hujabadilika, bado unafanya vitu ambavyo yeye anataka. Una nidhamu, una moyo wa shukrani. Kwa hiyo nadhani ukiendelea hivyo kwa kweli utafika mbali. Amina. Wadada kama wewe ndio sisi tunataka kufanya nao kazi, na sio baadaye unakuja kuanza kubadilika kuwa na tabia zako usizo. Hizo ndio tabia ambazo sisi tunazifundisha hapa. Kwa hiyo ukienda nazo hizo ndio tabia za mafanikio. Amina. Tabia za pesa hizo. Madam kaniambia ameshakupa hata vile kidogo vya kununua nini, kwa sababu anajua haupokei mshahara mwezi huu, amekupa sweater, ameona una baridi. Yaani sio kwa sababu anakupenda sana, ni kwa sababu amekuona wewe ni mtu ambaye unajitambua na unatambua majukumu yake na unayafanya vizuri. Kwa hiyo endelea kufanya vizuri, sawa? Endelea kufanya vizuri. Sitegemei kupata simu ya malalamiko kwa kweli. Nategemea nipate tu simu mtu anafurahia, hata kama kuna vitu vya kurekebishana viwe ni vya kawaida. Haya, kuna jambo lolote labda changamoto?
Una changamoto yoyote labda kwa upande wako? Hapana. Baridi tu basi. Baridi? Kuna baridi sana. Pole. Mbona hata bado jamani sasa hivi? Sasa yuko mbele sasa hivi ni baridi hapa, nasema bado. Haya, pole, lakini utazoea. Baada ya muda utakuwa umeshazoea mazingira. Sawa. Haya, nikutakie majukumu mema. Amina, nashukuru. Haya, asante.